Wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, ninawasalimu hamjambo. Karibu tena kwenye mwendelezo wa taarifa zetu. Tafadhali ninaomba ushirikiano wenu mwema. Subscribe, like video, washa kengele ili niwe nikikupea taarifa. Serikali hii ya CCM ya Samia Suluhu Hassan wasipodhibitiwa, hatutakuwa na taifa hapa Tanzania. Wanafikiria, unajua kwamba Tanzania ni mali yao. Wanafikiri kwamba Tanzania ni mali ya CCM, na CCM isipopendwa eti kwamba wanaweza wakafunga taifa. Kwa nini kila mtu ndani ya hii serikali ya Samia ya CCM anajiona kwamba yupo juu ya sheria, kwamba anaweza kaamuru chochote? Unajua, kuna tamko ambalo waziri wa masuala ya ndani Patrobas Katambi ametoa eti kwamba amemuagiza Inspector General Bwana Wambura asipeane vibali kuelekea kwa vyama vya upinzani au vyama ambavyo viko Tanzania vya kuandaa mikutano, eti kwa sababu eti hiyo mikutano inachochea vurugu na inachochea ukosefu wa amani. Tamko ambalo Bwana Katambi aliweza kulitoa ni haramu na halina msingi wowote wa kisheria. Nitatumia fursa hii pia, Mheshimiwa Spika, kwa sababu tumekuwa tukisikia majibizano ya hapa na pale kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ambayo ni custodian wa peace, order and tranquility, kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ambayo tumepewa instrument na dhamana ya kusimamia amani, ulinzi na usalama, na kwa sababu uchochezi wa mambo haya umeonekana zaidi kwenye maeneo ya kisiasa, Mheshimiwa Spika, kupitia bunge lako tukufu, na mwelekeza IGP Wambura asitoe vibali kwa kazi zozote zitakazokuwa zinahusiana na kufanya mikutano ya hadhara katika kipindi hiki kwa chama chochote. Huyu anataka kuharibu uhuru ambao upo kwa katiba, atakana kwamba tunatumia ile katiba ya kitambo. Ijumaa Katambi alisema kwamba mikutano haipaswi kuandaliwa Tanzania ya kisiasa kwa sababu tunaelekea kwenye maandamano ya Sabasaba. Kulingana na yeye, anasema kwamba mikutano hii ndio inachochea maandamano. Sasa wanasheria wa Tanganyika Law Society wameitana kwenye kikao cha dharura kupeleka hii serikali ya Samia mahakamani katika mahakama ya Tanzania na mahakama ambazo zipo nje ya Tanzania, hata ICC. Unajua, CCM ni kana kwamba wameona hawatoboi na hawana pesa ya kufanya mikutano mikubwa kama ya chama cha Chadema, kwa sababu mikutano ambayo chama cha Chadema walifanya majuzi yapita wiki mbili hivi imeweza kushtua serikali. Kama Mwenyezi Mungu aniwezeshe niseme kwa utulivu kama nilivyojipanga, kwa sababu wakati mwingine furaha ikizidi unaweza kukuta unatoka nje ya mstari. Sawa sawa? Haya, leo kunja ngumi moja, kunja mpaka mwisho kule. Waandishi hapo kweli mtapata hii picha vizuri.
mwisho. Haya, Mbeya people! People! Hakuna! Peke! Ikisema people, tunasema free Tundu Lissu. Mbeya people! Umewasikia watu wa Mbeya. Umati unajitokeza kuwapenda wanachadema. Umati unajitokeza kutaka Lissu aweze kuachiliwa. Umati unajitokeza kutaka katiba mpya iweze kuundwa. Umati unajitokeza kutaka mifumo ya uchaguzi iweze kufanyika. Umati wa maelfu ya wananchi. Ili CCM wafanye mikutano mikubwa kama hii ya Chadema ili wapate nyomi au wapate cha kuzungumzia na wao waone kwamba wamependwa, ni lazima waingie gharama kubwa za kusomba watu kwa mafuso na wawalipe. Kwa hiyo wanachotaka kufanya ni kuzuia Chadema wasifanye mikutano ili kuwanyamazisha. Lakini unajua nini? Mwabukusi, rais wa Tanganyika Law Society, ameweza kujibu hii serikali kwa kuchukua hatua ambazo tunaweza tukasema kwamba ni haramu. Mwabukusi ameweza kuandika hivi kwenye mitandao yake ya kijamii, ambaye ni rais wa wanasheria Tanzania: waziri wa mambo ya ndani, acha kuvunja katiba. Amemweleza vizuri. Unajua, ili uwe rais wa wanasheria, wewe ni msomi wa katiba, wewe ni msomi wa sheria. Sasa amemwambia Katambi na serikali yenu ya CCM wacha kuvunja katiba. Akamweleza kwamba mlinzi wa katiba au mvunja katiba. Alafu akaendelea kumwambia kwamba waziri wa mambo ya ndani hana mamlaka yoyote ya kuzuia au kutozuia mikutano itakayoruhusiwa ama inayoruhusiwa kisheria. Aidha, sio jukumu la Inspector General kutoa vibali vya mikutano au ruhusa ya mikutano. Mkutano ya ndani au mikutano ya ndani ya vyama inaratibiwa na vyama vyenyewe, na jukumu la polisi ni kutoa ulinzi tu. Tanganyika Law Society imepokea kwa mshtuko taarifa hizi, na tutakaa na kuona namna ambayo tutachukua hatua za kisheria za ndani ya nchi na nje ya nchi dhidi ya yeyote atakayejaribu kutekeleza agizo hili haramu na batili kwa kukiuka katiba na sheria za nchi. Unaona, Boniface Mwabukusi amewaambia vizuri kabisa. Namba moja, Waziri Katambi wa mambo ya ndani anataka kuvunja katiba. Atakana kwamba tunataka katiba mpya. Anataka kuinajisi hii katiba ambayo iliyopo, kwa sababu hana mamlaka yoyote ya kuzuia au kutozuia mikutano. Na hata Inspector General jukumu lake sio kutoa vibali au kuruhusu mikutano. Yaani mtu kama waziri haelewi jinsi ambavyo namna mambo yanafanyika katika taifa letu. Mikutano huwa inaratibiwa na vyama vyenyewe, na kwa kawaida jukumu la polisi ni kutoa ulinzi kwa hiyo mikutano, na wala sio kuvuruga mikutano.
na wala sio kuweza kusimamisha mikutano. Kazi yao ni kutoa ulinzi. Kwa hivyo haya matamko ambayo nimeona huyu Waziri Katambi anazungumza kinyume na sheria. Na mnajua kwamba kipindi ambapo waziri anazungumza kwa niaba ya serikali. Mimi kitu ambacho kimeweza kunifurahisha ni pale ambapo wanasheria Tanganyika Law Society wameamua kufundisha Bwana Katambi sheria, na wameamua kufundisha hii serikali ya CCM sheria, kwamba namba moja, hawana mamlaka ya kuvunja katiba, hawana mamlaka ya kuzuia mikutano. Hata Inspector Generali hana mamlaka ya kuratibu mikutano au kuzuia. Kazi yake ni kusimamia polisi, na polisi kazi yao ni kutoa ulinzi kwenye mikutano. Unajua, kwa wale ambao tunaelewa siasa katika taifa letu la Tanzania, utagundua kwamba hii mikutano ambayo Chadema imefanya mikubwa imeweza kushtua serikali. Vote of no confidence imeweza kushtua serikali mbaya sana. Serikali inaona kwamba wameweza kuumbuliwa. Serikali inaona kwamba wameweza kukataliwa. Sasa kitu ambacho unapaswa kujua, ndugu yangu mwenye unanitazama, hakuna Mtanzania asiyejua kwamba hawa majamaa wa CCM sasa wameingia kiwewe. Mikutano ya chama cha Chadema imewafanya hawalali. Ndio maana Waziri Katambi anakuja na haya ya kusema kwamba mikutano izuiliwe. Wasichokijua ni kwamba CCM tayari imefika mwisho, na tayari mwisho ukishafika umefika, wananchi hawakutaki. Sasa haja gani waendelee kujilazimisha kwa wananchi? Kwa sababu ikiwa wewe ni mfuatilizi wa matukio katika taifa letu la Tanzania vizuri, utagundua kwamba CCM imejaribu sana kupiga Chadema vita, hata kutoka mahakamani wameshindwa. Mfano, baada ya kuona ile kesi yao ya kina Said Issa ya awamu ya pili itawanyea, pale ambapo Chadema italazimishwa kusimamisha shughuli zake za kisiasa, wameamua kukuja na mfumo huu wa kutaka Inspector General aweze kupiga marufuku mikutano ya kisiasa. Watakuwa kweli wamegundua yaliyomo vichwani mwa wananchi. Watakuwa kweli wameweza kugundua kwamba wananchi tayari wamewakataa, ila tu wanajilazimisha kwa wananchi kutumia vyombo vya dola. Unajua, utawala haramu usiomjua Mungu aliye hai unafanya kazi kishetani. Ni lazima wajue kwamba wananchi tayari wameamka na hawarudi nyuma. Kitu ambacho wanapaswa kujua wananchi sasa hivi, wanaendelea na maandalizi ya maandamano ya Sabasaba. Hawa wauni wa CCM wanafikiri kwamba Tanzania ni yao. Wanafikiri kwamba wao ndio wataamua kila ambacho kitakuwa kinafanyika katika taifa letu. Katambi anapaswa kuambiwa kwamba lake limekwisha, au tusema anajilinda, analinda kazi yake
ili asirudi kwenye umaskini, kwa sababu ni juzi tu makamu mwenyekiti bara alitoka kumfundisha, akamwambia wewe ni mtu bure tu. Amegundua huyu Katambi, amegundua bila cheo ni ngumu sana kushinda umaskini katika taifa letu. Kwa hivyo hili genge la ufisadi katika taifa letu la Tanzania, CCM, wanatumia vyao vibaya. Lakini mimi nimefurahia Bwana Mwabukusi ameweza kuwafundisha sheria. Sijui wazo lako ni lipi?